Bwana, karibu sana tuweze kuzungumza mambo mbalimbali yanayokuwa yakihusiana na michezo na burudani. Na ripoti kutokea hapa mitaa ya Kaburi Moja stesheni. Mbele yangu niko na rafiki yangu, ndugu yangu wa udugu, ila yeye ni shabiki wa Simba Sports Club, mimi shabiki wa Azam FC. Bana, hongera kwanza. Asante sana kwa kuchagua kilicho bora. Mimi nimechagua kile ambacho napenda. Unajua ile timu yenu mnaoshabikia bwana, ile haina ndoto ya ubingwa, haina ndoto ya robo finali. Mkifungwa mnachekwa masaa mawili, maisha yanaendelea. Sisi hao mama Simba ikifungwa masimango wiki nzima. Masimango wiki nzima nakwambia. Kwa hiyo hongera sana. Ndio maana unanenepa. Unataka nifanyaje? Kabisa, kwa kweli umechagua kilicho bora. Kama pangekuwa kuna wanaita muda unarudi nyuma, mmoja ningechagua kilicho bora zaidi ya hichi. Sasa kwa nini usiondoke huko? Simba? Hapana, Simba mimi naipenda sana. Unajua haya maumivu yanayotupa ndo yanatujenga. Unajua vijana tunasumbuliwa sana na mapenzi. Kwa unapokuwa strong na maumivu, hata mapenzi hayakusumbui. Kama Simba nataka kuniua, wewe nani? Moyo wangu wa chuma. Bwana, nianzie hapa. Weekend hii bwana, wiki iliyoisha tumeshuhudia michezo ya mbalimbali ya kimataifa, klabu bingwa barani Afrika, lakini pia kombe la shirikisho barani Afrika. Tuanzie hapa tulipoanza kumuona Young Africans siku ya Ijumaa, japo akapoteza akiwa ugenini kwa jumla ya goli 2-0. Kwa namna ambavyo uliwatazama Young Africans, japo bahati pia haikuwa upande wao. Unajua mwanangu, unanijulia sana. Yanga kweli bahati haikuwa kwao. Maana Yanga alicheza vizuri kuliko Ahali. Unajua FK moment jitihada za mtu zinapoonekana tumpongeze. Position 51 kabisa. Yani kupata ile position ugenini, alafu kupiga mashuti mengi on target kuliko mwenyeji, inabidi umpongeze. Ina maana ni umakini kidogo tu ambao ulipotezwa na hofu na pressure ya ugenini ndio ulipelekea Yanga akapoteza ule mchezo. Lakini Yanga alikuwa bora kila eneo. Alijilinda kwa wakati, alishambulia kwa wakati. Unaelewa? Kwa hiyo ule umakini na pressure ya ugenini ndio ulipelekea Ahali kupata zile goli 2 on target, 2 goli. Unawapongeza pia Ahali kwa kutumia nafasi. Lakini Yanga alikuwa bora sana, na kilichopelekea Yanga kufungwa kingine, Ahali alimheshimu Yanga, hakutaka kubishana naye. Ahali alimheshimu Yanga. Ahali alikaa nyuma ya mstari, akawa anamshambulia Yanga kwa counter attack, kwa kumshtukiza. Ukiona timu inafanya hivyo, basi ujue anajua opponent wake ana uimara kiasi gani. Kwa hiyo kama Yanga akafungwa goli zile, tumpongeze pia, kwa sababu timu kaijenga. Hii inaonekana mpira mchezo wa hadharani black. Unaweza ukasifia kitu hata wananchi wakakuona wewe umechanganyikiwa. Yaani hizi sifa ukitoa ambazo wenyewe wakiangalia waziona za kuona mchome akili una. Lakini mimi wananikubali kwa sababu mimi naongea kilichopo. Timu imecheza. Timu tena sio kucheza, imecheza vizuri kuliko hata mwenyeji. Kufungwa ni matokeo. Ina depend na mwenyeji amejiandaa vipi. Unajua marefa nao weusi wakichezesha na Waarabu, unaona di Senegal alitoka nje ya uwanja, mambo yanakuwa gani mengi. Heka mwenyewe umeziona mule uwanjani. Kwa hiyo kufungwa goli 2 kwenye uwanja wa Alexandria, ule uwanja ukikaa bila jacket damu inaganda kama ni mgeni, haujazoea ile environment kwa baridi ya pale. Kwa hiyo Yanga wamekuwa kwa kweli, tuwapongeze, wamefanya vizuri. Kuna namna mwamuzi hakuwa kama sawa hivi kwa upande wa Young Africans. Kuna some moments ambavyo unaona faulo zinachezwa, lakini unaona mwamuzi anapeta, lakini kuna moment akifanya Ahali mwamuzi anaziamuru mapema. Huenda ikawa na yeye kuna namna ambavyo Young Africans aliumizwa pamoja na mwamuzi. Waamuzi katika michuano ya Afrika bado ni kikwazo. Endapo utacheza mkubwa na mdogo. Unajua katika rank Yanga ni mdogo kwa Ahali. Kwa usije ukategemea maamuzi ya marefa atakuwa sawa. Ukilinganisha na rank, Ahali namba 1 Afrika. Ni miongoni mwa vilabu bora duniani. Yaani ukitaja vilabu bora duniani, Ahali lazima umweke. Kwa hata refa yeye mwenyewe ana pressure. Refa mwenyewe anaogopa. Yaani mwamuzi yoyote anaogopa kwanza. Ahali huwezi kumchezeshea unavyojisikia wewe. Kwa hiyo pale hata kumnyonga Yanga vile kidogo, refa alikuwa anamuogopa engineer. We nifanya maamuzi ya wazi, kesho huna kazi.
Aya. Mwamuzi alikuwa anamwogopa. Yaani pale refa alikuwa anamwogopa Engineer, anayogopa Ahali. Kwa hiyo wakaona hapa ni nyonge kidogo kidogo. Hajanyonga sana kwa sababu Yanga wana mwenyekiti wa vilabu Afrika, lakini licha ya kuwa na mwenyekiti wa vilabu Afrika Engineer Hersi, bado refa alikaza. Kadi za njano anapiga wale watu muhimu. Kamata kaona Yanga uhai wao huko hapa kwa Damalo, akalima kadi. Na tayari ukishalimwa kadi kiungo, kocha anayejua mpira lazima akutoe. Kwa sababu ni kadi nyekundu inayotembea ile. Mwarabu unajua hata ukimpita mbele kwa kasi anaanguka, anashika mguu. Sasa refa akiwa kwao kama vile anakupiga njano, second yellow, umetoka nje. Tayari ukishakula umeme, umeikosti timu. Na unaona baada ya kutoka Damalo kuingia Mudathiri, unaona tayari kuna mabadiliko yalionekana pale. Kwa hiyo Ahali wanajua kucheza sana zile mechi. Ni wazoefu sana. Lakini Yanga alikuwa bora kwenye ule mchezo. Ukiwaangalia Young Africans ndani ya msimamo wa kundi lao wana alama 4, lakini anaongoza Ahali ana alama zake 7. Alafu anayefuata nafasi ya 3 Farabat, lakini nafasi ya mwisho JS Kabri. Unawaona Young Africans kufuzu kuelekea hatua ya robo final? Yanga atakayesababisha Yanga afuzu sio Ahali. Sababisha Yanga afuzu sio Ahali. Ahali sio mpinzani wa Yanga. Mpinzani wa Yanga ni hizi timu mbili. Yaani Yanga inabidi hao wawili ahakikishe pointi hazipande. Hao wawili pointi hazipande, yani Farabat na JS Kabeli. Pointi yani pale pointi zisipande. Kwa sababu wale pointi zikipanda wanamsogelea. Umeelewa? Kwa hiyo Ahali katika hizi timu tatu hizi ukitoa sare naye wewe umeenda robo finali. Katika hizi timu tatu Yanga, Farabat na JS Kabeli, ukitoa sare na Ahali una uhakika wa kwenda robo finali. Kwa sababu yule ndo mbabe wa kundi. Lakini kwa mimi Mchome Mapovu nikiangalia hii game inayofuata ya Yanga, naona baada ya dakika 90 Ahali atakuwa juu kwa magoli. Ahali atakuwa juu kwa magoli, alama 7-7. Unamuona Young Africans kuchukua alama Guantanamo? Kama aliweza kupiga on target nyingi kuliko Ahali, kutengeneza nafasi nyingi kuliko Ahali, kushambulia ball position kaongoza yeye ugenini, nyumbani unashindwaje kushinda? Kwa sababu Yanga ya ushindi Pacome anzi benchi. Yanga ya ushindi Pacome anzi benchi. Sasa Pacome pale Zanzibar Guantanamo Bay, Ahali anashindaje kufungwa? Atafungwa tu. Kwa mimi Mchome, kwa mimi ninavyoona, nilivyoona mechi ya kwanza na hii ya pili, Yanga akishindwa kushinda kaamua yeye. Yanga akishindwa aamue yeye, kwa sababu refa wako, mashabiki wako, uwanja wako, mechi wewe ndio mwenyeji. Wewe unawapokea wale, kila kitu unawafanyia wewe. Wale unaweza hata ukawaloga nje ya uwanja. Hizo pia zipo. Sasa yani unapocheza na Mwarabu inabidi umfanyie kila kitu. Kwa sababu siku hali ya hewa sio kigezo. Yani huko hamna muda utakaopanga ambao Mwarabu yeye akashindwa kucheza. Lakini yeye kwake za kupeleka kwenye condition ambayo ina baridi ukakwama kama Yanga alivyopeleka. Kule unaambiwa usipovaa jacket, life jacket ile kwa dakika 5 damu inaweza ikaganda kama hujazoea ile condition. Baridi sio poa. Lakini wenyewe huko wana survive. Unaelewa? Kwa hiyo sasa inabidi Yanga kama kuna waganga anao chake Pemba, anao Tanga, wote akusanye basi. Hii vita hii mechi ndio mechi ya maamuzi ya Yanga. Hawa watu wawili hawa ndio wanaenda kukutana finali, ndipo kama Yanga atacheza vidugu. Wewe takwambia vingi. Yanga akitoboa hapa robo finali, Yanga tunamkuta finali kwa sababu kwenye hivi vilabu vyote vilivyobaki hamna mtu ambaye ana quality ya Ahali. Hata Simba. Wewe sasa unakotafuta huko. Experience na tutafika huko. Sawa. Kwa hiyo sasa inabidi hii mechi iwe jihadi. Na mimi naamini Yanga mwanangu, sijui wanawalipaga shingapi wale wachezaji. Wanacheza vita. Yaani wale wachezaji wa Yanga wanacheza vita. Na hiyo vita pale Guantanamo Bay utaiona. Nini kifanyike Young Africans kuchukua alama na mashabiki waweze kutamba? Maana saizi ukiambiwa habari ya mjini ni Young Africans. Kwanza watumie tu nafasi wanazozipata. Unajua timu kama Ahali hakupi nafasi nyingi. Ukipata nafasi 2 tumia. Yaani ile timu haitoi nafasi kabisa. Yaani uzocheza dakika 90 akakupa nafasi 3 tumia.
Unaelewa vizuri? Ukiwa una uwezo wa kutumia kila nafasi unayokutana nayo, una advantage kubwa sana ya kupata alama 3. Ukiwa una uwezo wa kutumia nafasi. Ukimwangalia Ahly wachezaji wake hawana mambo mengi. Trezeguet ni mtu wa kutumia nafasi. Ukifanya kosa anakuadhibu. Hana mambo mengi. Kwa hiyo Yanga inabidi na wenyewe waige ile tabia. Ahly anafanya makosa, lakini kinachofanya Ahly anakuwa safe kwamba opponent wake atumii nafasi. Kwa ili Yanga aweze kushinda, inabidi cha kwanza aweze kutumia nafasi. Cha pili, mashabiki watakaoenda uwanjani waende wakashangilie timu. Unajua na hapo Yanga anawashua wengi. Mabosi, madoni kwa doni za kakaa chini pale, labda ana vitu vyake kapoa pale, anza kaona kuinuka kushangilia Jau, unajua utatoka jasho. Waache hayo mambo, ukienda uwanjani dakika ya kwanza hadi ya 90 shangilia. Umeona Ahly kote mwanzo mwisho tu anashangilia, vile ndo mbinu za kumfunga Mwarabu, kumtia pressure, kumtoa mchezoni. Kitu cha tatu aloge. Loga sana. Yaani inapofikia hatua loge kabisa. Loga kabisa. Yaani mwanangu, unapokuja swala la mafanikio, siangalie mtu, loga kweli kweli, pate alama 3, baadaye ndio mwanze kujadili alama 3 tumezipataje, tuliloga. Watu walishangilia, watu tulijituma, hivyo ndio inavyotakiwa. Bwana ile shanga sio ametuambia ni utamaduni. Watakuja wenye vigodoro, watakuja wenye vikuku. Walianza kuja walotoboa pua. Kama mnakumbukumbu, kuna mchezaji alikuja katoboa pua, katoboa heleni masikio. Tukasema ni utamaduni ya Simba. Tukasema ni utamaduni. Pua na sikio, tukasema tunazungumzia Inonga Baka. Tukasema ni utamaduni wa South Africa. Wale. Tumesema sasa hivi ni utamaduni wa wapi? Wa magharibi. Tutaona mengi, nakwambia. Bado kikuku na vigodoro. Nakwambia. Wewe utamaduni huko. Kila taifa lina utamaduni wake. Yaani mimi leo nichukue utamaduni wa Bongo nipeleke USA, wataniona mimweu. USA kama kipindi labda cha joto, mtu azakala kipensi cha juu ya magoti huku. Akapita zake road, no problem. Wewe hapa posto za kutembea umevaa kichupi, utaonekana, kwa sababu utamaduni ule na huku ni tofauti. Kwa hiyo kuna mazingira, kuna ukanda na kuna eneo. Huku mnamshangaa. Mimi ni mwanangu nilikuwa napita hapo station mkutana na matukio ya ovyo na kaguliwa. Unakagua? Shanga. Yaani umepita station unakagua? Shanga. Sisi sasa hivi sio wagautam tena, wavaa shanga. Inauma. Inauma. Yaani sisi kama mimi mwanaume wa kandaziwa, jitu mwitu msitu, sura ya baba. Sura ya baba unakaguliwa shanga. Haya, wenye sura ya mama inakuwa. Bwana, mimi nataka nimalize na hili. Young Africans kesho wanacheza dhidi ya Dodoma Jiji. Dodoma Jiji ni sawasawa na wamejichanganya kwa Young Africans, wamekwenda kukuta na Yanga ambayo imetoka kujeruhiwa dhidi ya Al Ahly. Yaani Yanga kama ile quality ya klabu bingwa ataileta ligi ya NBC. Ukifungwa goli 3 kakate keki ufanye sherehe. Ukifungwa goli 3 na Yanga kwa ile quality ya klabu bingwa wakileta NBC, ukipigwa chuma 3 kata keki, fanya sherehe. Kwa hiyo unamwona Dodoma na mtihani mzito sana. Sio Dodoma, kila anayepita kwenye mguu wa Yanga NBC kazi anayo. Hadi Simba. Huyo ana siku yake tutamzungumzia. Lakini kwa Yanga alivyosajili, quality ya mchezaji mmoja mmoja, wanavyojituma, atakaingia kwenye njia zake kazi anayo. Okelo Depu, PDD. Hao watu hawafai. Hao watu wana moto mwingine. Subirieni. Tunarudi huko. Ahly sio Dodoma. Sio Dodoma. Zile off target za Ahly. Dodoma kamba. Nakwambia. Zile. Yanga anacheza hana pressure. Kwa hiyo Yanga akiwa anacheza nyumbani hana pressure. Hana pressure. Kule alikuwa na pressure kwa sababu anacheza na timu kubwa, alafu yuko nyumbani kwake. Kwa hiyo lazima atawe hofu uwe naye. Lakini huku sasa ni nyumbani. Na ndio maana mpaka leo CAF hawajatoa ile home advantage, kwa sababu wanajua kufunga ugenini sio kazi rahisi Afrika. Kwa sababu kuna mazingira mengi yanapelekea hayo mambo. Shukrani sana ndugu yangu. Bana, pamoja sana.